Kwenye usiku wa tuzo za Baraza la Michezo Tanzania tuko na mtangazaji mrembo mzuri. Mimi na wewe ni sehemu ya watu watakao host tukio hili. Tuambie, inakupa faraja kwa namna gani kuhost matukio makubwa kama hivi ya nchi? Inanipa faraja kubwa sana kuhost matukio makubwa kama haya, lakini zaidi matukio ya sports. Umeona, ni matukio ambayo nimekuwa na mwamko nadhani wa kuyahost kuanzia mwaka jana baada ya kuhost Simba Day. Umeona, sasa nimekuwa nikipata nafasi kwenye majukwaa ya sports, na nadhani baada ya Simba Day nimeenda straight kwenye level ya taifa, kwa sababu hizi ndio tuzo za baraza lenyewe kwa upande wa michezo. Napenda, umeona, kwa level fulani, lakini mimi kikawaida huwa ni mtangazaji wa entertainment, japokuwa huwa naonesha uwezo wangu au uelewa nilionao pia kwenye michezo kupitia vipindi vya entertainment. Kwa kupata recognition kama hii kwangu ni special, yani ni kitu kikubwa kuliko kawaida, kwa sababu inanifanya nifungue kurasa mpya kwenye maisha yangu. So I like sports na napenda sana watu ambao wanasupport michezo, ni mashabiki ambao ni ya moyoni, wako real. I'm really happy kuwa hapa. Umefanya mwaka jana Simba Day, mwaka huu baraza wameona unastahili kupata hiyo nafasi, wamekupa. Tutegemee kumuona Mina akijikita zaidi kwenye sports? Inawezekana endapo fursa zitakuja, lakini mimi kama nilivyosema ni mpenzi wa sports. Mimi napenda boxing, japo mimi mwenyewe siwezi, lakini napenda sana. Napenda pia football, umeona. Kwa hiyo mimi ni mfuatiliaji. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi kupata nafasi kwenye sports ni kama tu shabiki wa michezo, na yeye amepata nafasi leo kufanya chochote. Kwa hiyo inshallah muendelee kuniona, na endapo itatokea siku nikapata fursa ya kufanya kitu kwenye michezo, nitafurahi sana. Mwaka jana umefanya Simba Day. Tutegemee mwaka huu wananchi wakiona hiyo fursa unaweza kufanya? Mwaka huu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kama nitakuwepo Dar es Salaam siku hiyo, nadhani nitafanya, kwa sababu mwaka jana baada tu ya kumaliza Simba Day siku ile ile nilipata kazi ya Simba Day inayofuata. Yaani kwamba nilipomaliza tu siku ule ule nikaambiwa kwamba siku ya pili nadhani asubuhi kwamba sasa jiandae kwa miaka fulani ambayo Simba inatimiza ambapo utarudi tena. Kwa hiyo mwaka huu inshallah sofa kazi nilipewa tayari. Kwa hiyo labda vitu vingine vya mambo Mwenyezi Mungu, mipango ya Mwenyezi Mungu itokee, lakini kazi nilishakuwa na uhakika nayo kuanzia siku ile baada ya Simba Day ile pale ambayo ndio ilikuwa Simba Day yangu ya kwanza. Yanga Afrika wakija? Siko ubaya, lakini mimi ni mtu loyal, na mimi napenda kuwa na loyalty, kwa sababu Simba tayari walishaniona wakaanza na mimi. Ukiachana na hilo, kwa vile mimi sio mtangazaji wa sports, naweza kusema si ndio, mimi ni Simba na declare interest tangu tu nikiwa mtoto. Kwa hiyo sio tu kwa ajili ya kazi, lakini passion pia kutoka moyoni. So Simba Day yes, Yanga sijui, you never know, maisha yanaenda ni kupanda na kushuka. Boso kafanya Simba kafanya, si ndio? Lakini Yanga, baada ya Yanga walinifurahisha sana baada ya kuona Simba Day na wakaleta host wa kike kwamba kumchukua Aziza Kenya, kwamba mimi na popote ulipo. Lakini mimi nili appreciate hicho kitu sana, kwa sababu niliona nafasi ndogo kama utangazaji kwa mwanamke kwenye mpira huwa haizingatiwi kwa asilimia kubwa. So mimi kupata lile jukwaa nikawa moja kati ya sababu, siwezi kusema sababu zote, lakini moja kati ya sababu ya watu kusema tutafute wanawake wengine tuwaeke kwenye hiyo position. Inaonesha kwamba nimeibua kitu kwa kile nilichokifanya, na nimeonesha kwamba wanawake kwenye sports wanaweza kupata nafasi na wakafanya vizuri. So mimi nilifurahia sana hicho kitu, lakini pia mimi nina manage talent ya mtangazaji wa michezo. Ni mdogo wangu kabisa, nimeanza naye akiwa na umri wa miaka 12 na mpaka sasa hivi amefanikiwa kujishindia tuzo ya mtangazaji mdogo bora wa michezo. Yes, na yuko hapa, sijui ameenda wapi leo, yuko anafanya interviews. Shamimi yuko wapi? Shamimi yuko wapi? Amepotea. Ameenda kuedit clip. Ameenda kuedit.
Kama mnamfahamu is that Shamim, huyo ni mdogo wangu na nilianza naye akiwa ndo ana miaka 12, ndo anaingia 12 mpaka sasa hivi ana miaka 15. Ni sports reporter, yeye anapenda sana sports. Kwa hiyo pamoja na kwamba mimi sio mtangazaji wa sports, lakini nikaweza kubuild talanta ya mtangazaji wa sports. Yes. Mimi niliona baadhi ya clip yako, ulikuwa na Ibra Thailand kama nitakuwa sijakosea, aliposhinda mikanda ile miwili. Tuzo za BMT, hizi tuzo kwa reward wanamichezo wetu zinakuwa zina tafsiri gani kwa wanamichezo, hasa ukizingatia ulikuwa na Ibra kule, ulikuwa unaona ile emotion aliyokuwa nayo? Zina tafsiri kubwa. Hizi tuzo zinahitajika kwa asilimia kubwa sana katika kitu ambacho watu wakiongei sana, lakini kinatupa faraja, ni michezo. Watu wanahisi ni mziki labda pekee au sanaa pekee, lakini kiukweli michezo inatupa faraja sana. Na katika kitu ambacho kinaongoza kuunganisha Watanzania ni football. You can imagine jinsi gani Simba Day inajaa, jinsi gani Yanga Day inajaa, jinsi gani kukiwa kuna CHAN tulivyojaza, jinsi gani kukiwa kuna mechi either ni za mtani wa jadi au mechi za tofauti inavyojaza watu, au jinsi gani pia kwenye michezo mingine ukiachana na football pekee, kwenye ngumi, jinsi gani siku Mtanzania akiwa anapigana nchi nzima inasimama inaongelea hicho kitu. Uzito wa sports nchini Tanzania ni mkubwa, vipaji ni vikubwa, lakini nurturing ndio bado tunaendelea kujitafuta, yani kukuza kile tulicho nacho. Hizi tuzo zinampa moyo investor ambaye anaona ainvest kwenye sports, kwa sababu anaona kumbe soko la sports liko active na kila mwaka watu wanapewa tuzo kwa kufanya kazi ambayo wanaifanya kwenye sports. Hizi tuzo zinamuinua mtoto ambaye anataka kuota kwamba sasa nijifunze kuogelea nikashindane, sasa nijifunze kucheza volleyball, sasa nijifunze kucheza basketball nikashindane. Akiona kwamba kuna tuzo, sasa anaweza kuweka ndoto kwamba nataka nikashindane kwenye tuzo zile pale ili niweze kufanikiwa au niweze kunani. Kwa hiyo hizi tuzo ni kubwa na ni muhimu, na sports ni industry yenye pesa nyingi, lakini kwa Tanzania bado hatujaitumia kwenye capacity ambayo inastahili kutumiwa. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana BMT. Hiki ni kitu kikubwa sana and they need to keep doing. They should never stop. Najua kila tuzo zinakuja na maneno, haikutakiwa kwa huyo, ilitakiwa kwa hivi, lakini hawatakiwi kukata tamaa wala hawatakiwi kuacha. Lakini pia power hii iendelezwe kwenye kuinua sports. Tanzania ina michezo mingi na vipaji vingi, lakini bado tunapambana kwenye kuinua baadhi ya michezo na kupata representation kwa michezo tofauti. Yes. Swali langu la mwisho, kwenye huu usiku tuna tuzo ya mwandishi bora wa kike wa michezo. Wewe kama manager wa Shamim, tutarajie mwakani Shamim kufanya kazi, kuwa sehemu ya hili tukio, kwa maana ya kuwa sehemu ya watu ambao wanawania tuzo? Hiyo ndo sababu nilimbeba Shamim hapa leo. Yani nilimwambia kama haijafika siku basi ukao unawania tuzo ya mwandishi wa habari bora wa michezo wa kike, basi itafika siku utapanda stejini kuihost kama mimi. Kwa hiyo na huwa natembea naye sehemu nyingi Shamim ili ajifunze, aone jinsi inavyokuwa. Na siwezi kusema mwakani, bado ni mapema, japo huenda ikawa mwakani, you don't know, Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi, lakini naamini siku moja Shamim atakuwa mtangazaji bora kabisa wa kike wa michezo. I believe that, na hii footage iwekwe ili ikifika hiyo siku waione, kwa sababu katika umri wake miaka 15 tayari ameshafanikiwa kushinda hadi tuzo ya mwandishi wa habari mdogo wa michezo. Kwa hiyo mimi naona Shamim ana vitu vingi vikubwa vya kutuonesha and anakuwa kila siku. Kwanzia inabidi nikae naye, nimsikilize maswali yake, nimwandikie maswali mpaka kufika level sasa naweza nikawa kule nikamwona anafanya interview kule na najua ile interview ni proper. Yes, na sio tu kwa Shamim, wasichana ambao wanatamani kuingia kwenye sports reporting, football, netball, whatever it is that you think unaweza kufanya, you can. And watu ambao wametangulia kwenye michezo, wanawake wanatengeneza njia kwa ajili yako ili ukija iwe rahisi. So wewe ota tu hiyo ndoto, sio kubwa sana kuiota, just dream. Kuna watu kama kina rafiki yangu yule anaitwa nani, anaitwa Asha, yuko Uingereza nadhani, yes, wanafanya vitu vikubwa sana kwenye sports. Umeona
kina Feti Dancer, watu kibao wapo kwenye sports. Kwa hiyo tuendelee na wasichana ambao wako nyumbani wana hizo ndoto, usisikatie tamaa. Bana, tumeshapokea ofa yoyote ya Shamimu kwenye kituo chochote? Yes, zipo nyingi, na tayari anafanya kazi na baadhi ya vituo. Tayari anafanya kazi na kituo cha kimataifa kimoja, lakini pia huwa tunapokea kila tukienda na kurudi, na we try najaribu kuneutralize kwake aweze kupata mikataba ambayo ni sahihi kwake, kutokana na kwamba yuko chini ya umri na mikataba yake hawezi kusaini mwenyewe, inabidi wasaini wazazi. Umeona? Kwa hiyo naangalia ambayo inaendana na maadili, lakini pia ambayo haichezi na wakati wake wa shule, kwa sababu bado anasoma, na mimi na Shamim tuna mipango ambayo tumekubaliana, akimaliza darasa fulani ataenda wapi, so we have to respect that. Kwa hiyo sio child labor, yani ni pale kwenye wakati ambao anafanikiwa kuweza kufanya. Yes, na kwa ridhaa ya wazazi wake. Yes. Asante sana. Asante. Thank you.